Wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, hakuna kituo chochote ambacho kinaweza kikakuambia taarifa jinsi ambavyo zimeweza kutukia isipokuwa hapa. Kwa hivyo ninakuomba usubscribe, ulike na uwashe kengele. Vituo vingine vinaogopa, ila hapa hatuogopi. Tunamuogopa Mwenyezi Mungu peke yake, hatuogopi binadamu. Mfano, hebu niambie ni wapi ambapo mumeweza kuambiwa kwamba pali kuwepo na maandamano? Zanzibari mnamo siku ya Jumatatu tarehe 29 Juni, maandamano ya Watanganyika wakilalamikia kubaguliwa Zanzibari. Ni wapi ambapo umeambiwa hili? Kwa hivyo hapa ndipo utapata taarifa za ukweli. Sasa ninaambiwa Bwana Ezra, mnamo siku ya Jumatatu tarehe 29 Juni mwaka 2026, Zanzibari, maeneo ya Forodhani, Wabongo waliandamana kupinga kubaguliwa na baadhi yao wakiwemo wafanyakazi na machinga kunyanyaswa. Ilipelekea majibizano na polisi makubwa. Sasa hapa, mtazamaji wangu, ukisikiliza jinsi ambavyo taarifa hizo zimeweza kutolewa, upande wa Zanzibari, Forodhani, Wabongo ambao ni Watanganyika wa bara walizusha pale, walikinukisha pale, wakiandamana kupinga kubaguliwa na baadhi ya wafanyakazi pamoja na machinga kunyanyaswa, kilichopelekea majibizano. Sasa unajua kitu ambacho mimi kinanishangaza, hawa Wazanzibari wako hapa Tanganyika, lakini sisi hatuwabagui. Ndugu zetu wa Zanzibari pale kwao ni kana kwamba hawatuoni kwamba tupo kwenye serikali ya muungano, japo serikali ya mapinduzi ya Zanzibari itatetea hili kwamba hakuna ubaguzi pale. Ukweli ni kwamba kuna ubaguzi, na wananchi hawawezi wakawa mawazimu wakaandamana kupinga ubaguzi, kupinga kubaguliwa hata kazini. Kabla hatujaweza kusonga mbele, ninakuomba uweze kusikiliza na kutazama kanda hizi. Nikukumbushe tu subscribe, like video na uwashe kengele. Mji mkongwe. Najua maandamano haya upande wa Forodhani, Zanzibari, maandamano ya Wabongo yamezuka
wakilalamikia kubaguliwa siku chache tu baada ya waziri wa afya Msaada Mkuyu Salum kusema kwamba serikali yao ya Zanzibari haitaweza kumudu kugharamia matibabu ya Watanganyika. Kwa hivyo ni lazima serikali yao ya Zanzibari iweze kuwatibu wale ambao ni Wazanzibari pekee. Hayo ya kuenda chini, naibu waziri mwenye naitwa Hassan Hamis Hafithi naye alisema kwamba itafika mahala ambapo watawafukuza Watanganyika kutoka Zanzibari kwa sababu wameweza kuchukua kazi nyingi ambazo zilikuwa zinapaswa kupewa Wazanzibari, kitu ambacho kiliweza kukera wananchi. Sasa tangia matamko kama haya kutolewa, mtazamaji wangu, mambo hayakai vizuri Zanzibari. Ukiona wananchi wanaandamana, jua basi yamewafika kooni, na nimekueleza papa hapa ndipo utayapata ya ukweli. Vituo vingine vinaogopa, sijui wataitwa na jeshi la polisi, sijui watakamatwa au ufunguliwa mashtaka ya uhaini. Hapa tunayasema jinsi ambavyo yalivyo. Si hawa ni viongozi wa Zanzibari ambao waliweza kusema sijui wasio wa Zanzibari wasipewe kazi. Asilimia kubwa ya Wazanzibari wanapaswa kupewa kazi kabla ya Watanganyika kuangaliwa. Mwingine akasema kwamba Watanganyika wasitibiwe. Sasa wako walozungumzia ajira, tunajua kweli Zanzibar nzima kuna registered hotels 1184 hoteli zilizokuwa registered zipo, na ukenda kweli, Mheshimiwa Naibu Spika, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa kweli, ipo kweli na nabisha. Sasa jukumu letu sio Wizara ya Vijana Ajira kwa kufanya mapinduzi ya kwamba sasa kwamba walokuwemo mule si wazawa, sasa wawe wazawa. Niachie mie hiyo kazi naiweza, hata uganga wako tu mchangani tatumia, watakuwemo tu. Jukumu la wizara hii sasa kuhakikisha wazawa vijana wetu wanapata kazi katika mahoteli, wanapata kazi katika miradi yetu. Nitakupa mfano, sihitaji hoteli kwa sababu ya something. Kuna hoteli moja juzi nilitembelea inawafanya kazi 156. To be honest with you, vijana wetu wa Kizanzibari walikuwa 27. Yes. Sasa hapo ni mapinduzi, hiyo ni kazi nimepewa mimi na rais kuhakikisha sasa watoto 27 ndio wao wageni, walobakia wote wawe wenyeji. That's my role. Lakini la pili, mheshimiwa, kilichokuwa kikibainika kwa wenzetu hususan katika ngazi ya masheha walikuwa si waaminifu. Mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu anaonesha matibabu kadi, na bahati mbaya, inawezekana ikawa ni bahati mbaya, wale ambao waliokuwa wanakaa pale akisha kuonesha matibabu kadi anamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8 nani tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60? Na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kadi. Tukawataka anayekuja na matibabu kadi hapa ambayo inapatikana kwa sheha wake aeke na kitambulisho chake cha Mzanzibari au credentials zake ambazo zitahakikisha kwamba yeye ni Mzanzibari. Haya ni maoni yangu. Mimi tangia nisikie hizi kauli za hawa viongozi wawili, Hassan Hamisi Hafithi pamoja na Msaada Mkuyu, wakizungumza kauli za ubaguzi ambazo zinaonekana kwamba zinaashiria Watanganyika tusipewe kazi Zanzibari, Watanganyika tusipate matibabu Zanzibari. Hapa ndipo mimi Bwana Ezra niliona kwamba sioni tena umuhimu wa kuendelea kusalia kwenye serikali ya muungano. Sioni kabisa. Mimi hapa ninaona ni heri tuwe na serikali tatu, kwa sababu unaona hapa hawa viongozi
Msaada Mkuyu pamoja na Hassan Khamis wanatetea Zanzibari yao. Hawataki kutuona sisi Watanganyika kama wenzao. Hawataki kutuona kama sisi ni ndugu zao. Wanaona ni kana kwamba sisi ndio tumeweza kuwamalizia kazi. Wanaona ni kana kwamba sisi ndio tunamaliza pesa zao za matibabu upande wa Zanzibari. Na ndio maana mimi nikapendekeza bana, hasa imefika wakati sisi kama Watanganyika nasi tunapaswa kukua na taifa letu ambalo linaitwa Tanganyika. Nasi tukuwe na viongozi ambao wanatutetea. Kwa sababu ukiweza kusikiliza hapo, hao viongozi wa Zanzibari wanatetea ndugu zao. Wanatetea eneo lao. Sisi ni akina nani ambao watatutetea? Ukiangalia hapa bara, sisi hatubagui. Kwenye kazi nyingi Wazanzibari, mashamba wamenunua hapa bara, wamefungua biashara hapa bara. Angalia tu viwanda vingi hapa bara, Wazanzibari wapo. Viwanda hata kwenye poti za Tanzania nyingi Wazanzibari wapo. Ila sisi hatupagui ndugu zetu. Itafikaje ndugu zetu wanaanza kutobagua? Sio ni kumaanisha kwamba mambo haya ya miungano imetosha. Hakuna haja tuendelee kujilazimisha na muungano kipindi ambapo ndugu zetu wamesha tutema. Unajua ukitema kikohozi haukirudishi mdomoni. Ukitema mate haurudishi mdomoni. Ukitabika matabishi haurejeshi mdomoni. Ni kana kwamba hawa ndugu zetu wa upande wa Zanzibari wametuchoka. Basi kama ni hivyo, nasi tuwachoke. Na msianze kuniandikia hapa chini tu kwamba ni uchochezi. Kama unaona ni uchochezi, peleka ujinga kwenu. Mimi unajua, nami ni binadamu, niko na hisia. Ukiniambia ni uchochezi, peleka huo ujinga kwenu. Ninakuambia ukweli, hawa ndugu zetu hawatupendi. Kama hawatupendi na sisi, hauwezi ukalipa mabaya kwa mazuri. Kama wanatupea mabaya na sisi tuwape mabaya. Kama unaona ni uchochezi, peleka ujinga kwenu. Hata hakuna haja unifuate. Ndugu zetu hawawezi wakatubagua alafu sisi tuwapende. Unaona ndugu zetu hapa wa bara wameenda kuandamana wakilalamikia kubaguliwa. Basi kama ni kubaguana, tuanze kubaguana. Kutoka hapa bara tuwafukuze na kutoka Zanzibari na sisi watufukuze. Au vipi? Au tukuwe na serikali tatu. Ndiposa wa bara tutetewe, Wazanzibari na wao watetewe. Sijui wazo lako ni lipi. Kama unaona ni uchochezi, sio lazima unifuate. Fuata wale ambao hawachochei.